Niendelee kuwaomba sana taasisi hii kuendelea kuwajengea uwezo, hasa kuendana na mabadiliko ya teknolojia zinazoendelea duniani. Tusiachwe nyuma, tuhakikishe kila mmoja wetu anajisajili kwenye eneo letu hili, lakini pia anaendana na teknolojia ya kisasa. Na mimi tukifanya hayo, basi taasisi zetu hizi zitaweza kufanya vizuri na hatimaye tutaweza kufanya miradi ya ndani ya nchi, lakini hata na nje ya nchi tutakuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Hapa wakati natembelea mabanda haya, maengineers walinionyesha miradi ambayo inafanywa Tanzania, lakini na miradi ambayo wanafanya nje ya Tanzania. Hii ni dalili kwamba wazawa pia wana uwezo wa kufanya kazi nje ya nchi yetu. Hii ni heshima kubwa kwetu, na mimi niwaombe wale ambao hawajapata nafasi ya kutanua mbawa zao hadi kufika nje ya nchi, basi wajifunze kwa wenzao ambao wameshaanza kufanya hiyo kazi. Na mimi naamini maengineer wetu wanafanya kazi mpaka nchi za Europe. Kwa kweli ni jambo la heshima kubwa sana. Ni jambo ambalo halikuzoeleka hapo nyuma. Umeona Mtanzania anakwenda kujenga airport labda Russia au nchi za Emirates. Huwezi kuamini kwamba tunaweza kuyafanya haya, lakini hayo yanatendeka na yanafanywa na Wazanzibari na Watanzania kwa ujumla. Hongereni sana wataalamu wetu, na ninaamini sasa kwa msukumo wa serikali zetu tutaweza kufanya maeneo mbalimbali. Niendelee kuwashukuru kwa niaba ya serikali zote mbili, kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia kwa niaba ya serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Tunawashukuru sana kwa mchango wenu katika kuendeleza gurudumu hili la maendeleo. Juzi tarehe 12 nadhani mmesikia bajeti za serikali ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa kawaida asilimia zaidi ya 70 ya matumizi ya fedha zile zinatumika kwenye maeneo ya manunuzi na ujenzi wa miundombinu. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba kazi sasa zitaendelea vizuri, na kwa kushirikiana na wataalamu wengine naamini tutakwenda kuzitumia fedha hizi vizuri, na hatimaye nchi yetu kubadilika siku hadi siku.